Mimi naitwa Blandina Chagula, lakini almaarufu naitwa Johari, ni msanii wa filamu, ni producer kutoka Impala Koma. Mimi kabisa kwa moyo mkunjufu kabisa, napenda kuwashukuru sana kwa kuweza kufika kwa siku ya leo. Lakini pia natoa shukrani zangu nyingi sana kwa kampuni ya Comfort kwa sababu ya kuweza kunipa ubalozi wa dawa ya mbu. Na hii ndo zawadi ambayo niliahidi nitaweza kuitoa katika jamii. Hakuna zawadi kubwa ambayo ningeweza kuwapa na watu wakaweza kufurahia. Kwa hiyo katika wiki hii ya sikukuu mimi Johari natoa zawadi ya kuweza kuwaletea bidhaa mpya ya dawa ya mbu ambayo inaitwa Boxer. Dawa hii ya mbu ni dawa ambayo inaua wadudu wote wanaotambaa, mbu, nzi, vyote, kunguni, sijui chawa, sijui vitu vyote, yani mende, nini, kila kitu kinaweza kuua kwa hii dawa. Kwa hiyo mimi kama msanii wa filamu wa muda mrefu ambao nimetumikia sanaa yangu kwa muda mrefu, si chini ya miaka 22, napenda kusema kwamba ninaungana sasa na Watanzania wote katika kutangaza dawa hii na kuwafikia watu wote, iwe mikoani, iwe vijijini, iwe sehemu yoyote ile, ili kila mmoja tuweze kutokomeza malaria. Na kwa sababu sasa hivi kuna kampeni nyingi za kutokomeza malaria. Sasa ili kuweza kuwasaidia watu waliopo wengi, tumeamua kuwaletea dawa ya mbu hii ambayo inaitwa Boxer. Boxer ni dawa nzuri sana ambayo ina harufu nzuri na ni nzuri, hata huwezi kupata mafua, huwezi kupata kitu chochote. Kwa hiyo ninachowaomba ndugu zangu na Watanzania wenzangu, waandishi wa habari, kwamba hii ndio zawadi ambayo nimeweza kuwaletea katika siku ya leo, tuweze kuipokea na tuweze kuifanyia kazi. Kingine ambacho naweza nikaweza kuongezea ni kwamba kama waliweza kuniunga mkono kwenye kazi zangu, kwenye filamu zangu zote ambazo nimetoa, kwenye tamthilia zangu ambazo zinaendelea kuruka kama Yolanda, kama tamthilia zingine, wakaweza kuwa na mimi bega kwa bega mpaka leo, basi nawaomba tena Watanzania wenzangu, tuwe bega kwa bega katika hili swala, tuweze kusambaza dawa hii iweze kuwafikia watu wa vijijini, na mimi nitakuwa ni mmoja wapo wa kuhakikisha dawa hii inafika nchi nzima, kila mkoa, kila wilaya na kila sehemu. Kwa sababu kwanza ni moja itatusaidia sana hasa katika taifa letu, na kuweza kumsaidia mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ili asipate tabu sana kwa vitu ambavyo labda wananchi wanateseka. Kwa hiyo ili kuweza kuwapunguzia, dawa hii ya mbu itaweza kufika kila mahala na inapatikana kwa bei nafuu kabisa ambayo kila Mtanzania ataweza kuipata na anaweza kumudu kutumia. Kwa hiyo mimi kwa yangu ya hayo sina mengi zaidi, napenda kuwashukuruni sana. Habarini ndugu waandishi wa habari. Kwa siku ya leo pia balozi wetu angependa kutoa zawadi, na zawadi hizi atazitoa kwa mfumo wa maswali. Tutakuwa tunauliza maswali na atakayejibu balozi wetu atampatia zawadi. Swali letu la kwanza, kwa yeyote atakayejibu, unampenda Johari akitumia uhusika gani katika movie zake? Kwa waandishi, kwa mtu yeyote. Karibu. Wanauliza kwa nani? Jamani, kweli jamani, kwa napenda nilie kila siku. Mimi nijue unataka sasa hivi na mimi niigize vingine, yani niache kuigiza kulia. Okay. Hongera sana dada. Karibu mbele upokee zawadi yako. Okay. Swali jingine, ukiachana na ustaa wa Johari, ni kitu gani kingine cha ziada kinakuvutia kwenye maisha yake ya uhalisia, maisha yake ya uhalisia? Karibu kaka.
Mimi napenda ana skendo. Hana skendo cha. Okay, ni jibu zuri sana. Pia hii ndo sababu kubwa iliyotufanya tumchague kama balozi wetu. Hana skendo chafu kwa muda wote wa uigizaji wake. Hajawahi kusikika akiwa na skendo. Ni nzuri kwa binadamu lakini ni hatari kwa wadudu. Maswali sema kuja huko. Asante. Mimi nikiwa ni balozi wa dawa ya mbu ya Boxer, napenda kukujibu kama ifuatavyo. Kwanza cha kwanza, kudumu muda mrefu kwenye game na bila kushuka ni vile wewe mtu unavyojiweka. Mimi cha kwanza naheshimu sana kazi yangu. Naheshimu sana mipaka ya kazi yangu ambayo inahitaji, kwa sababu mimi ni kioo cha jamii. Na kioo cha jamii mimi natakiwa niwe mfano kwa watu ambao wananitazama, lakini mimi nisiwe naichafua jamii. Kwa hiyo katika maisha yangu ambayo naishi, huwa napenda sana kutofautisha maisha ya Johari akiwa msanii na maisha ya Blandina akiwa nyumbani na maisha yake binafsi. Na hicho ndo kimeweza kunisaidia mimi kuweza kufikia katika malengo yangu ya kufika mbali zaidi, kwa sababu ukichanganya maisha binafsi, ukachanganya na maisha ya ustaa, ukachanganya sio na maisha yako ya kikazi, hauwezi kufika kokote, utafeli. Sasa katika maisha lazima ujue kujitofautisha kwamba hapa mimi nimekaa ni bosi, hapa mimi nimekaa ni Johari msanii, hapa nimekaa ni Blandina, ni mtu wa familia, ni mama. Kwa hiyo lazima uweze kutofautisha, hivyo ndio utaweza kufika mbali sana. Lakini kikubwa, naheshimu sana kazi yangu, naheshimu kalia za kazi yangu, na pia naheshimu watu wanaonizunguka ikiwepo mashabiki zangu. Sipendi kuangusha, hiyo ndio siri ya mafanikio yangu. Lakini la pili ni kuhusiana na hiyo mikopo. Mimi kwanza napenda sana kumpongeza rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu kipenzi, mama wa taifa, kwa kuweza kutufikiria. Kiukweli mama hajatutupa sisi wasanii, hajatutupa hata kidogo. Mama ametukumbatia, mama ametubeba, kwa sababu imefikia hatua ameweza kutoa mpaka mkopo ambao sisi wasanii tunatakiwa kulipa 9% tu kwenye ule mkopo. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambao wenzetu wameshaanza kuchukua, watu wengine wanachukua. Kwa kweli mimi ninachoweza kusema ni kwamba wasanii pia wajitokeze, wachukue mikopo ili iweze kuwasaidia kufanya kazi nzuri, ili tasnia yetu iweze kusonga mbele zaidi na zaidi. Kwa hiyo mimi kwa hilo la mkopo napongeza sana, na pia nashauri mikopo inasaidia, kwa sababu hata wafanya biashara wenzetu najua kabisa wanaofanya biashara za kawaida, watu wenye maduka, makampuni makubwa wanaishi kwa kutumia mikopo ya mabenki, lakini wanalipa asilimia kubwa sana ya riba. Kwa hiyo sisi tumepewa asilimia ndogo, kwa hiyo hata mimi mwenyewe na washauri wasanii wenzangu tukachukueni mikopo. Jamani, labda let's say anafanya kazi ndani ya siku 3, at the end of the day hatuoni kinachoendelea. Labda pengine kwa utaratibu wako na kampuni ya Boxer ukoje? Ubalozi wangu mimi kwenye hii kampuni ya Boxer ni kidogo utakuwa mrefu kidogo, kwa sababu kutokana na mkataba ambao nimeingia nao. Lakini pia mimi kama msanii na kioo cha jamii natakiwa kuhakikisha dawa hii imeweza kuwafikia walengwa wengi na kuweza kuwaelimisha watu wengi waweze kutumia hii dawa. Kwa hiyo mimi mkataba wangu kwao ni kuweza kuelimisha jamii na kuelimisha watu waweze kuchukua dawa ya Boxer, waweze kutumia dawa ya Boxer, na pia wenyewe jukumu lao ni kuweza kuwafikishia wale watu hizo dawa na kuweza kuwapa. Lakini mimi naamini kwamba mkataba wangu huu utakaa tu kwa muda mrefu, japokuwa kwa sasa hivi utakuwa ni muda, yani tutaenda kwa hatua. Kwa hiyo hakuna kusema kuna mkataba wa milele moja kwa moja, hapana, sababu sijasaini na Mungu, ila mkataba wangu utakuwa ni wa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza kuniambia huu mkataba wako ni wa maneno sio wa karatasi? Huu mkataba wako ni wa maneno au mkataba wa karatasi? Ni mkataba wa karatasi ambao tumesainishana kabisa na wakili wetu na akiwepo na meneja wangu. Jamani, na vithibitisho viko hapo vya karatasi. Bado tunakuja huko, kwa sababu utafikia muda tena wa kusaini mbele ya waandishi wa habari ili waweze kuhakikisha. Najua kakaangu anauliza vizuri sana, kwa sababu ni moja ya familia, asije akaona leo nimeanguka afu kumbe chochote Boxer inazidi kuuza afu sisi hatujaingiza chochote. Lakini mimi napenda kumhakikishia kwamba mkataba wangu upo vizuri,
tumesainishana kwa mwanasheria wangu, kwa mwanasheria wao, lakini pia wakati tunasainishana mkataba pia meneja wangu alikuwepo, na leo pia rasmi napenda kumtambulisha meneja wangu. Meneja wangu mimi anaitwa CK. Naomba tuafike hapa mbele waandishi wa habari muweze kumjua meneja wangu. Wimbo unasema tafuta bwana unazeeka. Kiukweli hata naweza nikasema kwamba message yake imefika, hamna shida, kwa sababu kila kitu kinaletwa na Mwenyezi Mungu, na kama Mwenyezi Mungu aliweza kuniletea hata hawa waliweza kunipa ubalozi, basi hata huyo mume au bwana ataletwa tu kwa nguvu hizo hizo. Mimi naamini sana katika Mungu. Ya, kila binadamu, na hiyo ni ndoto ya kila mwanamke. Mwanamke yoyote, hiyo ni ndoto yake kubwa sana. Kwa hiyo katika maombi yangu yote lazima hilo waga niliweke. Haya, na muda mrefu kidogo, lakini siwezi kumpangia Mungu atayajibu lini. Siku itakapotokea ataniweza kunishushia. Mkisikia natangaza harusi, jamani ndugu waandishi wa habari, mjue maombi yangu yatakuwa yamejibu. Unatamani maombi yako yajibiwe ndani ya muda gani kama ungekuwa na Mimi hata ingekuwa kesho, sina shida. Niko tayari. Yoyote tu ili mradi anapumua, lakini pia awe anamjua Mungu. Kwa sababu usije ukapata mtu ambaye ni mfu, hapana. Ila awe ana hofu ya Mungu, lakini pia hapo awe ni mtu ambaye yani ni mchapakazi jamani. Yani kwa kifupi asije akawa tu malio. Umeelewa? Awe mchapakazi, anipende mimi na kazi yangu ninayoifanya, anithamini mimi na kazi yangu niliyokuwa nayo. Yani siwezi yani hapo siwezi kumention yote atakayokuja. Kwa maana hiyo status relation yako uko single au uko kwenye process ya kutafuta mtu? Yani sisi kwa utamaduni wetu wa Kitanzania jamani, kila mtu ambaye hajaolewa yuko single. Hilo ndio mimi naamini. Kwa sababu familia yako bado haijala mahali yoyote na wala hawamjui mtu wako. Kwa hiyo vitu vingine inakuwa ni uhuni tu wa watu. Lakini kama mtu hujaolewa lazima uwe uko single. Mimi binafsi jamani napenda kusema kwamba niko single. Madam Jumai, nadhani umekuwa unapita kwenye mitandao ya kijamii na haya tunaona kuna dada anasema waziwazi kwamba yeye hayupo tayari kudate na mwanaume ambaye hana pesa. Anatanguliza pesa kwanza na bado ni binti. Je, unaweza kumshauri nini pengine kwa maisha yake ya baadaye? Ningeweza kumshauri kwanza, cha kwanza ukisema ni binti na maana kwamba umri wake ndio umemtuma yeye aseme vile, lakini sio maisha. Ukifika kuna umri unafikia mtu unakuwa umesha haso sana na vitu vingi sana. Kwa hiyo inafikia muda yani huwezi kutazama vitu vingine vingi, wewe unachoangalia ni maisha yako yaende. Na maisha ya leo mimi bado naona watu wanaosema kwamba mtu mpaka awe na hela. Katika maisha ya leo binti unatakiwa kwanza wewe mwenyewe upambane, ufanye kazi, utafute hela yako ili na yeye akija awe na hela yake. Mkijumlisha inakuwa hela zenu, si ndio? Basi hilo ndio lilokuwepo. Wewe kioo cha jamii kwa kila ambacho kina trend kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na wadogo zako au mabinti ambao walisemekana wanamgombania mmoja wao. Wewe una ushauri gani kwa hao wadogo zako kwa kila ambacho umekiona? Na yeye baada tunafahamu pia ni mume wa mtu. Je, kwa ishe kutokea moment kama hiyo kagombania bwana? Hapana, katika maisha yangu sijawahi na sitegemei kufanya kitu kama hicho. Ninachoweza kuwashauri wadogo zangu, kwa sababu naweza nikasema wale ni kama wadogo zangu, lakini pia napenda kuwashauri pia na watu wengine wenye umri au lika kama lile, kwa sababu ndo tuseme ni kama ni aina ya maisha ambao watu wako nayo. Napenda kuwashauri kwamba usimnyanyase mwenzio kwa sababu ya mtu, kwa sababu wote wale wote wawili yule mtu sio wao, au siwezi kujua mtu wao ni nani. Kwa hiyo ninachoweza kusema tu ni kwamba wanawake ifikie muda tupendane, tushauriane, tuambiane tu vizuri. Bwana huyo mimi wa kwangu, kwa nini umemchukua? Umeona? Sasa mpaka mkifanyana unyama, mfanyana nini, haya maisha yanalewa na kesho, kwa sababu hata mkifanyana kwa sababu ya mwanaume, kesho na kesho kutwa wewe mwanaume atakuacha, wewe utaweka wapi sura yako? Kwa hiyo hebu tuwekeni akiba ya kesho, hatujui kesho yetu. Kwa hiyo kama hatujui kesho yetu, tusifanye vitu ambavyo vinafikia mpaka tunamkufuru Mwenyezi Mungu. Hivyo vitu tusifanye. Jamani,
tupunguze matatizo mengi. Yaani sasa hivi hamna chochote kitakaweza kufanyika bila dawa ya mbu. Yaani dawa ya mbu ndo kila kitu. Kwa hiyo hata ufanyeje, yaani ni bora tu unajua vitu vingine vinakuja kufanya, unajua pia malaria zingine zinaingia kichwani jamani. Mtu anaumwa sana mbu, mwisho wake anapata malaria. Sasa wewe unaweza kujiona mzima, kumbe una matatizo. Kwa hiyo kidogo tujitahidi tutumie dawa za mbu ili tupunguze matatizo mengine ambayo yanakuwepo. Ongea basi timisha ili nifunge. Au kadada maneno kuongea. Unataka kuongea kitu? Unataka kuongea kitu kadada? Okay, asanteni sana kwa neno la mwisho. Napenda kuahidi baada ya hapa tutatoa zawadi kwa watu wote waliokuja. Kila mtu atapata zawadi yake. Kwa hiyo tunashukuruni sana. Karibuni sana. Jamani, napenda kutoa shukrani zangu nyingi sana kwa waandishi wa habari. Jamani, tulieni kidogo tumalize. Napenda kutoa shukrani zangu nyingi sana kwa waandishi wa habari. Napenda kuwashukuru sana kampuni yangu, staff wenzangu, viongozi wenzangu, na pia bila kusahau meneja wangu kutoka Empire Lokoma. Lakini pia napenda kuwashukuru waandishi wote wa habari. Napenda kushukuru vyombo vyote ambavyo vimeweza kufika hapa. Wote nawashukuru na wathamini, lakini pia napenda kuwashukuru sana mashabiki zangu kwa sababu bila wao nisingefika hapa nilipo. Lakini pia napenda kuwashukuru pia wasanii wenzangu, lakini bila kusahau jamani, pia mimi napenda sana kuwashukuru maadui zangu kwa sababu wao ndo wananifanya mimi nipambane. Bila wao siwezi kufika hapa kwa sababu wao ndo wananifanya